Somo letu andika Pentekoste ni nini na Wapentekoste ni watu wa namna gani? Pentekoste ni nini na Wapentekoste ni watu wa namna gani? Maana ya Pentekoste moja. Pentekoste ni sikukuu iliyofanyika zamani ambapo Wayahudi walisherehekea mavuno. Naomba ufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati 16 fungu la 9. Biblia inasema, jihesabie majuma 7 tangu wakati uanzao kutia mundu katika mmea, utaanza kuhesabu majuma 7. Nawe sikukuu ya majuma umfanyie Bwana Mungu wako kwa kutoa sadaka ya hiari ya mkono wako, utakayotoa kwa kadiri ubarikiwavyo na Bwana Mungu wako. Nawe utafurahi mbele za Bwana Mungu wako, wewe na mwana wako na binti yako na watumwa wako na mjakazi wako na Mlawi aliye ndani ya malango yako na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mmewe, walio katikati yako, katika mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao mnaandika, andika pia Kutoka 23 fungu la 16, na uandike Mambo ya Walawi 23:15 hadi 22. Nataja hivi vifungu ili kusudi tuweze kwenda kwa kasi inayotakiwa. Kwa hiyo nasema Pentekoste ni sikukuu iliyofanyika zamani ambapo Wayahudi walisherehekea mavuno. Lakini 2, Pentekoste kwa Kigiriki ilimaanisha siku 50 iliyotajwa katika Agano Jipya baada ya kupaa kwa Yesu, baada ya kufufuka kwa Yesu katika karne ya kwanza. Wote tunajua kabisa kwamba wakati kabla Yesu hajaja, miaka ilihesabiwa kwa kurudi nyuma. Kama hivi leo tuko mwaka 2025, mwaka kesho ingekuwa 2024. Kwa hiyo baada ya huduma ya Yesu ya Injili, baada ya kufa msalabani na baada ya kufufuka, zilihesabiwa siku 50 kuja kufika siku ya Pentekoste. Bwana asifiwe. Kwa hiyo katika Agano Jipya ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 1 fungu la 8, inaonyesha Pentekoste ni siku 50 baada ya Yesu kufufuka, ambapo Yesu akiwa anaongea maneno ya mwisho anapokaribia kwenda mbinguni, anawaambia wanafunzi wake, msitoke hapa Yerusalemu, mambo yameshabadilika, mifumo imebadilika, utendaji umebadilika. Msiondoke hapa kwenda kwenye kazi yoyote, msiondoke mahali hapa kwenda kwenye jambo lolote hadi mtakapovikwa uweza wa nguvu za Bwana. Sema amen. Kwa hiyo wanafunzi wakatulia, wakakaa pale, wakaanza kuhesabu. Kwa hiyo Yesu alijua ya kuwa anatarajia kufanya mageuzi katika siku hiyo, ambapo badala zamani tumeambiwa kwamba Wayahudi walipeleka mazao, walifanya sherehe ya kusherehekea mazao tangu ilipoisha Pasaka yao ile ya Kiyahudi, walifanya sherehe ya kusherehekea mazao. Lakini Yesu anasema sasa, baada ya yeye kupanda kwenda mbinguni, wanafunzi wahesabu siku 50, watulie mbele za Bwana. Na baada ya hapo, akisha kuja Roho Mtakatifu, sherehe itakayofanyika sio kuleta mazao kwa maana ya mahindi, kwa maana ya mtama na kwa maana ya mchele. Mazao wanayoyaleta ni ya waamini watakaookoka kwa ajili ya njia ya Roho Mtakatifu, baada ya kwa wanafunzi wamepata kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe.
Kwa hiyo wanafunzi wanapata ujazo wa Roho Mtakatifu, wanavuna waamini wapya kwa injili iliyohubiriwa. Lakini tukio la kujazwa Roho Mtakatifu huwakilisha kutimia kwa ahadi ya Yesu au kwa ahadi mbalimbali ambazo zimetolewa hata katika Joeli, ambapo amesema itakuwa katika siku za mwisho, asema Bwana, nitawamwagia watu Roho Mtakatifu, na wana wenu na binti zenu nao watatabiri, na wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukiona kijana ameokoka na hana maono, simply hana Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Utasoma Injili ya Yohana sura ya 14 fungu la 15, na utasoma Injili ya Yohana sura ya 16 fungu la 7. Utasoma Matendo ya Mitume sura ya 1 fungu la 4 hadi la 5, na Matendo ya Mitume sura ya 2 fungu la 33. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sikukuu ya Pentekoste huwakilisha mwanzo wa kanisa. Yaani hapa nilikuwa nakupa Pentekoste ni nini. Huwakilisha mwanzo wa kanisa ambalo kwa kadiri lilivyofanya kazi katika uwepo na nguvu za Roho Mtakatifu, watu waliamini na watu wakakiri ya kwamba Kristo ni Bwana. Na tunaona ya kwamba baada ya Wakristo wa kwanza waliojazwa Roho Mtakatifu kuhubiri injili ya Yesu Kristo kwa uwepo na nguvu za Roho Mtakatifu, watu wenyewe wakakiri, wakasema hawa watu ni Wakristo. Biblia inatueleza katika Matendo ya Mitume sura ya 11 fungu la 26 kwamba watu waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Bwana asifiwe. Ndio kwa mara ya kwanza tunaliona neno Wakristo likipatikana. Sasa Wapentekoste ni watu wa namna gani? Hicho ni kipengele cha pili, na pointi chache tu hapa, alafu nataka tumalize tuendelee na ushirika. Wapentekoste ni watu waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mahali popote walipo, watu waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yao, wanaoishi maisha ya Ukristo, wanaotembea sawa na injili, wanaolitii neno la Bwana, wanaomheshimu Bwana katika maisha yao, hao watu ni Wapentekoste. Bwana asifiwe. Hao ni Wapentekoste. Mbili, Wapentekoste ni watu waliojazwa Roho Mtakatifu, na hivyo maisha yao huongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Wagalatia sura ya 5 fungu la 16 anasema enendeni kwa Roho. Bwana asifiwe. Wala hamtazitimiza kama tamaa za mwili. Ukiendelea pale mbele anasema matunda ya Roho. Kwa Wapentekoste ni watu ambao Roho Mtakatifu hudhihirika katika maisha yao. Wapentekoste ni watu ambao mahala popote walipo, kwenye kazi wanazozifanya, kwenye shughuli wanazozifanya, iwe ni ajira serikalini, iwe ni shambani, iwe ni sokoni kwenye biashara, iwe ni kwenye maduka ya rejareja, iwe ni kwenye maduka ya jumla, watu wanaowazunguka, watu wanaoishi nao wanatarajia kuchuma matunda. Wewe kwako wanachuma matunda gani?
watu wanaoishi na wewe wakikutazama kwenye tunda la furaha, wewe ni mtu wa furaha? Kuna watu wamenuna jumla, huwezi kujua ni wakati gani huwa anafurahi, ni wakati gani huwa anatabasamu. Akiwa na hela huwezi kujua, akiwa hana huwezi kujua, akiwa amefurahi huwezi kujua, akiwa amebarikiwa huwezi kujua. Watu hawapati tunda la furaha kutoka kwako. Huwezi kumkuta yuko anacheka anagonga, ni mtu wa matatizo kila wakati. Lakini amani, wewe una amani na watu wanaokuzunguka. Kwenye familia yako wakikuangalia wewe kuna chembe za amani. Hello? Watu wanaofanya kazi na wewe wanakuona ni mtu wa amani au ni mtu wa vita. Kuna watu ni watu wa vita kwenye kila wanachokifanya, kwenye kila eneo wanalokuwa nalo, na kila mgogoro yeye yumo. Kila linapotajwa jambo yeye yumo. Ni lazima ujiangalie. Ukiona wewe ni mtu wa namna hiyo, hizi elementi za kuwa Mpentekoste zinakukosa. Wapentekoste ni watu ambao watu wanachuma matunda kutoka kwenye maisha yao. Sema amen. Ni watu wanaofurahisha, ni watu wenye amani, ni watu wenye kutaka amani, ni watu wapole, watu wenye kutafuta suluhu. Bwana asifiwe. Katika nyakati za leo tuna watu wengi wasiopenda kufanya suluhu. Unapokwenda kumwelekeza jambo, ana uwezo wa kuongea na kuonyesha kwamba wewe uliyekwenda kumwelekeza, wewe ndio mwenye matatizo. Wakikutazama kwenye uvumilivu, inapotokea shida, linapotokea tatizo, eneo lolote, wakiangalia elementi za uvumilivu, wewe unazo. Inawezekana kwenye familia kuna wakati mlikuwa na maisha mazuri, na baadaye hali ya hewa ikabadilika, na hizo ni nyakati ambazo wanadamu tunapita. Wakati hela ya mboga ilipopungua, kiwango chako cha uvumilivu mama kilikuwaje? Wakati ulipokuwa unatamani nguo lakini ukawa huna uwezo wa kuinunua, kiwango chako cha kuvumilia kilikuwaje? Kama wewe ni binti, wakati ulipokuwa shuleni kwenye masomo, pengine umekosa hela ya matumizi, anatokea vijana wanakulagai kwenye chipsi, wewe wakati huo kiwango chako cha kuvumilia kikoje? Wapentekoste ni watu wanaovumilia. Wapentekoste ni watu wanaomsubiri Roho Mtakatifu. Wapentekoste ni watu wenye tumaini. Wakati wa shida, wakati wa mambo mazuri, wamejawa na furaha kwa sababu tumaini lao liko kwa Bwana. Pigia Yesu makofi. Lazima tumaini liwepo, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ukiwa unamsikiliza, wakati ambapo ungekasirika, hata ukitaka kufanya fujo, anakwambia tulia. Na kuna watu wengine wamejazwa Roho Mtakatifu, walipojazwa Roho Mtakatifu wakawa hawana uwezo hata kumtii Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikupa maelekezo mara ya kwanza, usifanye hiki, wewe ukaendelea, akakuelekeza usifanye hiki, wewe ukafanya, kuna wakati atakuacha, ataondoka kwa sababu hauna maana. Hallelujah. Utu wema. Watu wanaoishi na wewe wanachuma kwako utu wema. Wanakujua wewe ni mtu mwema au wewe ni mtu wa matatizo. Wewe ni mtu wa kesi. Wewe ni mtu wa vita. Wewe ni mtu wa maneno mabaya. Wewe ni mtu wa namna gani? Kuna mtu anaweza akashuhudia, akasimama akashuhudia, akasema yule mtu ni mtu wa Mungu. Kwamba unatembea tu, unatembea hivi, wanakuona that is a man of God. Ni lazima watu wafike mahali watambue ya kwamba wewe ni mtu wa Mungu. Amen. Hata
hata kama hawakupendi, hata kama hawawezi kukwambia, lakini unapotembea, hata kama wanakusagia meno, lakini wakigeuka upande mwingine wanasema lakini huyu jamaa ni mtu wa Mungu. Hata kama hatumpendi, ni mtu wa Mungu. Hata kama tunamchukia, ni mtu wa Mungu. Maana hana neno, maana hana vita na mtu. Sema amen. Wakuane hauna hatia. Wewe unakuwaje? Tuko wewe unakuwaje? Tukija kwenye kikundi chako, wewe unakuwaje? Na mwingine ukiona wamekuchukia watu wawili watatu, unasema haya ni majaribu. Mimi najua yuko Bwana, anayenitambua ni Bwana peke yako. Sio Bwana peke yako. Wewe ni nuru. Lazima watu wakutambue, lazima watu wakufahamu. Sema amen. Huwezi kutudanganya kwamba tu mimi ni vita. Kila kitu ni vita wewe peke yako. Amen. Anasema mimi siwajali. Mimi sijali mtu yeyote. Mimi namwangalia Bwana. Sawa, muangalie Bwana, ila jiangalie na wewe. Amen. Ni kama hivi wana wa Mungu, ukiona mtu ambaye kila siku leo yuko polisi, alikamatwa na trafiki. Kesho yuko polisi, alikamatwa na nani? Alifanyaje, aliingilia kwenye ugomvi. Kesho yuko polisi, sio amefanya kitu fulani. Kesho yuko kwa mwenyekiti wa kitongoji, sio kuna jambo fulani. Huyo mtu ana matatizo. Kwa nini wewe peke yako? Mtu mmoja nyakati fulani za nyuma nikamwona ameenda kushuhudia kule Sumbawanga, ameenda kushuhudia. Yaani ni mtu tuseme na tabia za kuzurura. Sasa akaenda kutembea kule Majengo. Wakati anarudi nyakati za saa 5 akakutana na patrol. Patrol akamtia ndani. Walivyomtia ndani hakutokea hata mtu wa kumdhamini, na watu wanajiuliza huyu jamaa yuko wapi? Yuko ndani. Baadaye wanakuja kupata taarifa, anaenda kumuona. Wanasema unajua mtumishi, nilikamatwa kwa ajili ya injili, na nikiwepo humu niko naendelea kupiga. Hakuna injili ya hivyo. Tunaelewa watumishi wa Mungu? Wewe ukikamatwa kwenye uzembe na uzururaji, wewe ni mzururaji tu. Na usidanganye kwamba ulikuwa unahubiri. Amen. Watu wanachuma kwako nini? Fadhili. Wewe unaanza kumfadhili mtu. Na kuna watu wengine alipomfadhili mtu mmoja, alishinda anatangaza. Kila anayemwona anamueleza, unamwona yule bwana, ile nguo kama sio mimi asingekuwepo hivyo. Unamwona yule, sisi ndio tumewasaidia. Sisi ndio watu uliowafanyia kitu chochote, usishinde unawananga. Na ukiwananga umemalizana na Bwana, maana umepata baraka zako. Fanya kwa ajili ya Bwana. Amen. Ukifadhili huna haja ya kutangaza. Si hata Waswahili ambao wamchi Mungu alisema tenda wema nenda zako. Yaani hao ni watu wa kawaida, hawajui hata Yesu. Wewe unamjua Yesu, umetoa sadaka moja hapa, unashinda huku nalalamika. Fadhili ni tunda la Roho. Haiishi kwenye kunena kwa lugha. Haiishi kwenye kujazwa. Ni sawa, lazima tujazwe. Ni sawa tunene kwa lugha. Ni sawa tusherehekee Pentekoste. Lakini watu wanatamani baada ya kujazwa kwako, baada ya kunena kwako kwa lugha, baada ya kushandalaizi, wayaone matunda ya Roho Mtakatifu, yale ambayo hata watu ambao hawajaamini wanayapokea na wanayala, wanasema kweli haya ni matunda ya Roho Mtakatifu. Amen. Matunda ya Roho Mtakatifu ni ya wazi, hata wapagani wakila wanasema huyu ni mtu wa Mungu. Amen. Sasa kwako wanachuma nini? Wapentekoste ni watu ambao wana kiu na shauku ya kumtafuta Mungu. Katika nyakati za leo, hamna kiu ya kumtafuta Mungu. Imekuwa ndogo sana kwa Wapentekoste. Wapentekoste wa kwanza, neno la Mungu linatuambia ya kwamba walidumu pamoja, wakilisikiliza neno la Mungu, wakiumega mkate. Yalikuwa ndiyo maisha yao.
maisha yao wameyakabidhi kwa Bwana, maisha yao wamemtolea Bwana, vitu vingine vya kwenye maisha yao vinafuata baadaye. Wewe kwenye maisha yako Mungu umempa namba ngapi? Ibada umeipa namba ngapi? Mafundisho ya Biblia umeyapa namba ngapi? Maombi umeyapa namba ngapi? Umepiga sembe kuanzia Januari mpaka Disemba, lakini maombi kila siku yanatangazwa. Unakuwa wewe kama mtalini, kama mambo hayakuhusu. Wewe sio Mpentekoste. Wapentekoste wana hamu ya kumtafuta Bwana. Amen. Wana shauku ya kupata nguvu za Bwana. Na hata hata Roho Mtakatifu anaposhuka kwenye maisha yao, wanaona ndio burudani. Ibada zao zimejaa uwepo wa nguvu za Mungu. Leo hii tuna watu kanisani wakimsikia mtu ananena kwa lugha mpaka anageuka anashika kiuno kuangalia. Lakini amekuwepo kanisani zaidi ya miaka 10, zaidi ya miaka 5, bado anamshangaa mtu anayenena kwa lugha. Wapentekoste ni watu wanaongojea kunyakuliwa na Kristo mara ajapo kulinyakua kanisa. Wamefua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo wa Mungu. Bwana asifiwe. Wapentekoste ni watu wanamngojea Kristo, ni watu wamejiandaa kwenda mbinguni, ni watu wanaitamani siku hiyo ya kunyakuliwa, ni watu wanaotamani kumuona Kristo. Hao ndio Wapentekoste. Haleluya, haleluya. Wapentekoste wamejiandaa kunyakuliwa na Bwana wakati wowote. Wanaamini kwamba mji huu sio wa kudumu. Nyumba zetu tunazoishi ni vitu vya temporary. Hata fedha tunazokusanya ni vitu vya dharura, lakini maisha yetu ya kudumu yako mbinguni. Wewe unaamini hivyo? Muulize jirani yako. Wewe unaamini hivyo? Umejiandaa kunyakuliwa na Bwana? Kwa sababu Biblia inasema hapa duniani hatuna mji udumuo. Bwana asifiwe. Jenga nyumba yako nzuri, jenga kwa broko, lakini sio mji udumuo. Tafuta fedha nzuri, usifanya nini, sio mji udumuo. Weka vyumba, weka na swimming pool, weka sui na nini, lakini sio mji udumuo. Mji wetu wa kudumu ni makao ya mbinguni. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo wakati fulani mtu ambaye umeamini, hata kama huna nyumba, wewe unalo tumaini. Hata kama hujajenga, bado unalo tumaini. Hata kama huna kiwanja, bado unalo tumaini, kwa sababu mji wetu wa kudumu ni mbinguni. Na tukifika mbinguni wote tutakuwa sawa, futi 6 inchi 6. Pigia Yesu makofi. Hakuna mrefu wala mfupi, hakuna mwembamba wala mwenye kitambi, wote tuko saizi moja. Amen. Wakati huo haria umeiacha. Wakati huo nyumba yenye tiles umeiacha. Wakati huo na mimi naye lala kwenye msengere nimeuacha. Alafu wote tuko mbele za Bwana, futi 6 inchi 6. Amen. Bwana mnanuna, huo ndio ukweli. Haleluya. Na ndio maana siku hizi injili za kwenda mbinguni watu hawazisemi sana. Yaani kuna watu wanahisi ni kama anakufa. Ni heri ufe uende mbinguni kuliko kwenda motoni ukiwa umeishi sana. Bwana asifiwe. Wapentekoste ni watu walioko tayari kufundishika, kuonyeka na kuelekezwa. Naelewana watumishi wa Mungu? Hao Wapentekoste wako tayari kuelekezeka, wako tayari kushaurika, wako tayari kupokea maelekezo. Ndio Wapentekoste ambao Biblia inawasema. Sio Wapentekoste wajuaji, kila kitu wanakijua, kila kitu ni wabishi, kila kitu wanafahamu. Hawa sio Wapentekoste. Wao nafikiri wanafunzi wa Yesu waliwezaje kuwa pamoja na kuwa na vitu vyote shirika wakati ule?
Bwana asifiwe. Wakati napongea pointi hii ya mwisho, naomba praise team mume mnakuja hapa. Nataka kumaliza. Dakika zangu zimeisha. Wapentekoste ni watu ambao nyumba zao zimetawaliwa na furaha, zimetawaliwa na amani kwenye nyumba zao. Maneno yao ni maneno ya Kikristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maneno na zile lugha unazoongea nyumbani, unaongea na mmeo, unaongea na mkeo, ziwe lugha za Kikristo, lugha zenye staha, lugha zenye utukufu kwa Mungu. Hao ndio Wapentekoste. Ukiona nyumba imejawa na ngumi, imejawa na ubabe, imejawa na lugha za kejeli, sio Upentekoste huo. Na hakuna matunda ya Roho Mtakatifu ya namna hiyo. Wapentekoste ni watu wanyenyekevu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Wapentekoste ni watu wanyenyekevu. Na Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, maisha yetu ni ya furaha, maisha yetu ni ushuhuda, familia zetu ni ushuhuda, ndoa zetu ni ushuhuda. Kwa sababu atakupa kuvumilia, atakupa amani, atakupa furaha, atakupa kustahimili wakati wowote. Huyo ndio Roho Mtakatifu, Roho wa kweli ambaye Yesu alisema, msiondoke Yerusalemu mkiwa watupu. Ingojeeni ile ahadi, mngojeeni yule msaidizi atakapokuja, atakapowajaza, atawaongoza mfike kwenye kweli yote. Naomba usimame kwa miguu yako. Roho Mtakatifu amewaonya. Amekida ameamua kukaa pembeni. Mwambie Bwana kurehemu. Mwambie Bwana kusamehe. Watu walichume tunda la amani kwako. Bembeleza kwa sauti ya upole. Anatamani akutumie. Anatamani umpe nafasi ya kuongoza. Anatamani akufikishe kwenye kipaji sahihi ya Ukristo, ya Upentekoste. Ujajazwa Roho Mtakatifu, ni wakati wako kujaza mbele za Bwana, ili Bwana akujaze.